السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بتضرع والدعاء في شدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Leo ni yaumul Jumaa, ni siku ya Ijumaa. Kama ilivyo ada yetu, huwa ni siku ya dua. Dua zetu kwa wiki tunazisoma mara 3. Tutasoma siku ya Ijumaa jioni, tutasoma siku ya Jumamosi jioni na siku ya Jumapili asubuhi. Ni dua za kawaida za majmuu, dua za pamoja za kawaida za bure, tukielekea kwenye dua kubwa. Na hii ni program ya mwaka mzima katika kituo hiki. Tunazo dua kubwa kubwa kama ambavyo tumekuwa tukitangaziana redioni, lakini pia tunapokusanyika hapa tunaambizana kwamba tarehe 29 ya mwezi huu wa 6 mwaka wetu huu wa 2025, siku ya Jumapili majira ya kuanzia asubuhi, tutakuwa tuna dua kubwa ambayo mushtaqatu min kitabati Rasulillah, imezalishwa kutokana na barua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barua ambayo Mtume aliandika ili ikafanye operation. Kuna wengine tukizungumza operation wanadhani ni kumpasua mtu tumbo au kumchana kifua au kumchana mgongo. Ni neno la Kiingereza. Operation ni kwenye kila kitu. Kwa hiyo Mtume aliandika barua hii ikafanye operation, ikapambane na nguvu za giza. Na nguvu za giza ni mambo matatu. Kwanza, nguvu za giza ni wachawi. Uchawi ni nguvu za giza. Lakini pia wale mashayatinul jinni, mashaitani wa kijini ni nguvu za giza. Lakini mtu akikuhusudu au akakudhuru kwa macho, pia hii ni nguvu ya giza. Ikitumika nguvu ya giza dhidi yako wewe, tusabibul fashla fi siha, inaweza ikakusababishia kufeli katika afya,
ikitumika nguvu ya giza. Utaugua wewe na utajitibia hospitali zote, tatizo liko pale pale. Imetumika nguvu ya giza. Nguvu ya giza ikitumika, tusabibu alfashla fil amwal, inaweza ikasababisha kufeli wewe katika mali. Utatumia juhudi zote za kuitafuta pesa, utabadilisha kila aina ya kazi, pamoja na uwerevu wako utakuwa ni mtu ambaye una mark time. Nguvu ya giza imetumika upande wa mali. Ikitumika katika biashara, hata kama wewe ulikuwa ni mjanja kama sungura, imetumika nguvu ya giza kwenye biashara, utakuwa ni mtu wa kufeli. Utamaliza mikoba yote, utakopa. Hatimaye ulikuwa unaishi Pasiasi, utahamia Igoma, na hautotaka hata ndugu yako wajue mahala ulipohamia. Maana umefunga biashara, unadaiwa madeni, umebadilisha namba, umehama na eneo. Zimetumika nguvu za giza kuharibu biashara, unafeli kibiashara. Unaweza ukafeli kimahusiano, unaweza ukafeli kikazi, unaweza ukafeli kipromise. Unaahidiwa lakini kile unachoahidiwa ni ahadi hewa. Nguvu za giza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika barua hii ikafanye operation ya kupambana na hizi nguvu za giza. Lakini pia inapambana na matatizo ulionayo kwenye mwili wako, lakini pia hata kwenye nyumba yako. Na mara zote nimekuwa nikisema matatizo mengi yanayowakuta wanadamu huwa yanaanzia ndani ya nyumba. Iwe ni nyumba yako mwenyewe uloijenga au ni nyumba ambayo wewe umepanga, inategemea tu nyumba yako ikoje. Kama imewekewa nguvu za giza, matatizo mengi huanzia ndani ya nyumba. Wanawazuoni wanasema almanzilu huwa makanu yartahu fihi nnas, nyumba ni sehemu ambayo watu wanapumzikia ndani yake. Wa kullu wahidi yas'a li imtilakihi, na kila mmoja anafanya juhudi kubwa apate pesa, ajenge nyumba, apumzike yeye na familia yake. Kiwezekana anunue na gari, watoto wasome vizuri. Kila mmoja yuwafanya juhudi hiyo. Lakini wanatuambia imtilakul manzil wal mabalighi la yani bidharura an tartaha. Kumiliki nyumba na pesa si lazima wewe upate raha, si lazima upumzike. Lianna ba'dha albashar, kwa kuwa baadhi ya viumbe yuhawiluna rahata albayti ila jahim, huwa wanageuza starehe ya nyumba kuwa moto wa jahannam. Nyumba nzuri lakini haikaliki. Wa yuhawiluna rahata almabalighi ila an-nar, na wanageuza raha ya pesa ulionayo kuwa ni moto wa jahannam. Unaweza ukapata pesa lakini matatizo yakawa hayakupumzishi. Lakini vyanzo vikubwa chimbuko lake ndani ya nyumba yako pia yawezekana. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliandika barua hii ikafanya operation pia katika majumba ya watu, lakini pia hata kwenye maeneo ya biashara. Watu kwenye biashara huwa wanawekewa misukule kwenye biashara. Kwenye biashara huwa kuna mafuvu ya watu katika biashara hizi. Wakati soko lile linabomolewa ili lijengwe, kulikutwa mambo ya ajabu sana. Si vyema kuyahadithia hapa. Kulikutwa mambo ya ajabu. Wapo wafanya biashara ni wachawi typically. Sasa hawezi kukuruhusu wewe jirani yake ukauza.
Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika barua hii kwa ajili ya kupambana na vitu kama hivyo, kama ambavyo tu majumba yetu hayakaliki, hayalaliki, baraka haiko ndani ya nyumba, ugomvi, maradhi hayaishi. Kwa hiyo barua hii ni muhimu sana, na hii barua tunaigawa. Tulikuwa tunaigawa kila siku ya Ijumaa jioni na kila siku ya Jumamosi jioni, lakini tukaonelea sasa itagawiwa kila siku, kwa sababu tumebakiwa na wiki moja tu tunakwenda kusoma dua yetu sasa. Na barua hii ya Mtume ukiipata, ikunje vizuri, ilalie kila siku kwenye mto wako, na siku ya tarehe 29 asubuhi uje nayo hapa. Lakini mara zote tumekuwa tukieleza nini kilichopelekea Mtume aiandike barua hii. Tumeeleza tukasema ni swahaba wa Mtume. Kwa wasiojua maana ya swahaba, ni mfuasi wa Mtume anayeitwa Abu Dujana, ndio jina lake. Alipeleka mashtaka kwa Mtume, kama ambavyo nyinyi mnaonisikiliza tumekuwekeni kwenye nafasi ya kuleta mashtaka kwangu, na mimi mashtaka yenu nayatafutia ufumbuzi. Ndivyo ilivyokuwa kwa sahaba huyu, kapeleka mashtaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, inni nimtu fi firashi, ewe Mtume wa Allah, mimi nilikuwa nimelala usiku kwenye kitanda changu, fasami'tu sarira kasariri raha, ghafla nikaanza kusikia sauti kubwa kweli kweli, kama watu wanatuanga, wadawiyan kadawiyin nahali, nikasikia muungurumo na mvumo kama nyuki wanapokuweko kwenye mzinga, walam'an kalam'il barqi, nikaona mmemetuko mfano wa mmemetuko wa radi. Nilipoona hali hiyo, farafa'atu ra'si, nikanyanyua kichwa changu kutazama juu, fa idha ana bi dhillin aswadi ya'alu fi sahani dari, tahamaki ghafla nikaona kivuli cheusi kinaelea juu ya dari ya nyumba yangu. Yeye alidhani ni kivuli tu, akanyanyuka taratibu kutoka kitandani, akenda mpaka mahala palipo kivuli kile. Anahadithia sahaba huyu kumhadithia Mtume, anasema famasastu jildahu, nikanyanyua mkono wangu kushika. Niliposhika nikashika ngozi, fa idha huwa kajildi kunfudhi, ghafla nikaikuta ngozi ile ni mfano wa ngozi ya karungu yeye, ina miba. Anasema Mtume, anasema sahaba huyu, nilipomshika kiumbe yule, nilipomshika mnyama yule, farama fi wajhi mithla sharari nari, akanirushia usoni kwangu mfano wa cheche za moto. Yani mfano namna ilivyokuwa ni kama vile umegusanyisha nyaya za umeme, namna zinavyopiga shoti ndivyo ilivyokuwa. Mnavyoona kwenye hizi sinema za Kinigeria, mtu ana act kama yeye ni shetani wa kijini, kisha anatoa mionzi hivi, ndivyo huwa inavyokuwa. Mionzi ya kishaitani iko na mionzi ya kichawi ipo, na wengi wamesibiwa na mashakili haya. Akarushiwa cheche za moto usoni. Alipofika mahala hapa, wakati anahadithia hiki kisa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia, dhalika amiru darika ya Aba Dujana, huyo uliyemuona huyo sio mnyama, huyo ni jini wa kichawi ambaye ameweka kambi kwenye nyumba yako.
Na jini huyu ukishaona ameweka kambi kwenye nyumba, basi nyumba hiyo imegeuzwa kuwa ni kiwanja cha wachawi kukutana mahala hapo na kupanga mipango yao, na madhara yataanzia kwako wewe pamoja na familia yako, utateswa wewe. Ukishaona jini wa kichawi ameweka kambi kwenye nyumba yako, jua pia kuna misukule imewekwa ndani ya nyumba. Yawezekana pia hata baadhi ya vyambajengo vinavyotumika kutengeneza uchawi vimehifadhiwa ndani ya nyumba yako, lakini wewe mwenye macho ya kawaida huwezi kushuhudia. Basi kutakuwa kunazuka vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo akamwambia huyo ni jini wa kichawi aliyeweka kambi kwenye nyumba yako. Bila shaka sahaba huyu alikuwa anashtakia kwa Mtume ili asaidiwe. Mtume ili kumsaidia sahaba huyu ndio akaiandika barua hii. Siisomi leo kwa sababu nilishaisoma huko nyuma. Ikaandikwa barua hii. Ilivyokamilika, Abu Dujana anasema fa akhaftuhu wa hamaltuhu wa adrajtuhu ila dari, nikaenda nayo nyumbani kwangu ile barua, kama ambavyo nyinyi tutakupeni hii leo, muende nazo majumbani mwenu. Tusemeni inshallah, tusemeni tena inshallah. Anasema umefika usiku, fawada'tuhu au faja'altuhu tahta ra'si, ile barua nikaikunja nikaiweka kwenye mto wangu wa kulalia kichwani. Anahadithia sahaba huyu, anasema kabla ya siku hiyo alikuwa halali usingizi mzuri. Kuna ule usingizi unaitwa wa mang'amung'amu, kwa sababu mauzauza yalikuwa mengi, lakini anasema siku hiyo mimi nililala usingizi mnono. Faman tabahatu illa min sarikhin yasrahu, sikushituka mimi. Kilichonishitua, nilianza kusikia kelele za vilio, watu wanalia, watu wanatonga ndani ya nyumba, hakukaliki, mayowe kweli kweli, lakini yakiambatana na maneno. Wale mabwana wanalia huku wanasema ya Aba Dujana ahraqtana bihadhihi alkalimati, ewe Aba Dujana umetunguza kwa maneno haya. Irfa'a anna, tunakuomba tuondolee hayo maneno. La najata lana illa ma rafa'ta anna hadhihi alkalimati, sisi hatuwezi kunusurika, hatuwezi kupona. Nusura yetu sisi na kupona kwetu sisi ni wewe kutuondolea barua hiyo. Fala auda lana fi darika, tunakuahidi hatutorudi kwenye nyumba yako, wala fi dari jarika, wala hatuwezi kurudi kwenye nyumba ya jirani yako, wala fi maudhu'i yakunu fihi hadha alkitab, wala hatuwezi sisi kuingia mahala ambapo pamewekwa kitabu hiki. Sasa kwa nini wanasema kwenye nyumba ya jirani hawaji? Barua pia hii na mionzi, maneno haya yana mionzi pia, yanamzuia adui kabla hajafika kwenye nyumba yako, awe ni wa upande wa kulia, wa kushoto, mbele, nyuma, juu, chini, yanamzuia. Sasa kama yanamzuia adui wa mbali, sikwambii adui aliyoko ndani ya nyumba. Na wallahi hii barua watu wameanza kuleta mrejesho, tena wengi, sio wawili watatu, labda kuwa ni bahati nasibu. Wapo ambao wamenieleza wamekamata mahirizi ndani ya nyumba, wapo wamenieleza hivyo. Kuna wengine wameshanieleza, Shekhe, tumeanza kuona zile chale hata kabla ya kutumia mafuta. Wapo ambao wameona majoka na walivyojaribu kuita watu kutaka kuyaua yametoweka ghafla ndani ya majumba. Na kuna wengine wamekamata vifurushi, na walipofungua vile vifurushi, shanga shanga na zile simbi simbi na dawa za rangi tofauti tofauti, wananitaka ushauri mimi, Shekhe, tufanye nini?
na mimi baadhi yao nimewapa kombe la ibtali sihiri, nikawaambia chimbeni shimo, mwagieni kombe hili, fukieni. Wengi wanaleta mrejesho, matokeo ya barua. Ndio tunasema wewe ambaye hujapata mrejesho, jitahidi, endelea kuilalia, kuiweka ndani ya nyumba yako au katika eneo lako la biashara, utapatikana mrejesho, kisemeni inshallah. Hii ndio barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamwambia tuondolee hiyo barua, hatuwezi kunusurika sisi, na yeye anawaambia wallahi la arfa'uhu hatta asta'dhina Rasulullah, siwezi kuiondoa barua hii mpaka nikamuombe ruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Panakucha asubuhi, anakwenda kwa Mtume, Mtume anamwambia irfa'a anil qaumi, nenda kawaondolee mabwana hiyo barua. Fa walladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya, ninamuapa Mwenyezi Mungu ambaye amenituma mimi nikiwa mtume wa kweli, innahum la yajiduna alama aladhabi ila yaumi yub'athun, hata ukiondoa barua hiyo wataendelea kuadhibiwa mpaka siku ya Kiyama. Hapa tena kuna kitu tunachojifundisha. Mbaya wa aina yoyote akikugusa sasa hivi au akagusa nyumba yako, cha mtema kuni atakiona na ataendelea kutaabika mpaka siku ya kufa. Pigo la barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinachotakiwa ni wewe kuwa na imani, kuwa na yakini. Mara nyingi wakati mwingine watu hawafanikiwi kwa sababu hawana imani na lile wanalolifanya, hawana yakini na kile wanachokifanya. Barua hii tutaigawa leo, tusemeni inshallah. Kesho itagawiwa, Jumamosi na Jumapili itagawiwa, Jumatatu tutaendelea kuigawa, Jumanne, Jumatano, kwa sababu ni wiki ya mwisho. Ni fursa ya kila mmoja kuichukua barua hii, kwa sababu Jumapili ukiachilia hii ya kesho kutwa, ile nyingine ndio siku ya tukio na hatutogawa barua hiyo. Lakini jambo hili linaambatana na uzinduzi wa mafuta. Mafuta haya yamepewa lakabu, yamepewa nickname, yanaitwa Chale Tochi Oil. Ni muhimu sana kuyafanya, ni muhimu sana kuyapata. Wewe uliyeshiriki katika operation hii, ni muhimu sana kuyapata. Kama ambavyo dua ina nafasi yake, kwa sababu tunaambiwa ad-du'a silahul mu'min, dua ndio silaha ya mu'min. Yusibu wala yukhti'u, shabaha yake inalenga. Kama mabomu ya Irani, shabaha yake inalenga wala haikosi. Lakini kwenye maneno mengine ya Mtume anasema ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, dua ina msaada mkubwa wa kukunufaisha wewe, kuliondosha balaa lililokushukia, lakini ina msaada mkubwa kukunufaisha wewe kuliziwia lile balaa ambalo halijashuka ili lisishuke. Kama mitambo ya ulinzi ya Irani namna inavyozuia ndege za Israeli zinapotaka kuishambulia Teheran, ndivyo ilivyo dua. Ni silaha kubwa sana, ina nafasi kubwa dua, lakini dawa pia zina nafasi yake. Mtume alisema tadawa ibadallah, peaneni dawa enyi waja wa Allah, fa inna Allah lam yadha daa illa wadaa lahu shifaa. Mungu hakuweka ugonjwa, Mungu hakuweka tatizo isipokuwa ameliwekea ufumbuzi. Ndio maana sisi huwa tuna program ya mwaka mzima, hizi dua kubwa kubwa tofauti tofauti. Hukunufaishwa na dua hii, ama tatizo lako halikuwa linatatuliwa kwa dua hii, litatatuliwa kwa dua nyingine. Kila tatizo lina ufumbuzi wake, ndivyo ilivyo. Ni basi tu huku Usukumani, lakini Tanga wanajua nini maana ya dua. Dar es Salaam wanajua nini maana ya dua. Zanzibari wanajua nini maana ya dua. Kigoma wanajua nini maana ya dua. Yaani Kigoma hakuna haja ya redio, ukipitisha gari tu basi tegemea mafuriko ya watu, kwa sababu wanajua dua ni kitu gani. Mwaka jana nilifanya kongamano kubwa sana pale Masjidu Mujahidina Buzebazeba. Watu walifurika uwanja mzima ule, na kule watu wamerogeka kwelikweli.
Ule uwanja ulikuwa ni vurugu, watu walichanganyikiwa kwa mashaitani. Tukalitandika jamvi la Nabiiullah Suleimani pale, ilifanya maajabu makubwa sana. Wana mwitikio sio kama Mwanza. Mwanza huko kumejaa Wasukuma, Wakerewe, Wakuria. Sasa Wasukuma, Wakerewe, Wakuria na Dua ni wapi? Ndio maana mara nyingi mtu akija hapa akizungumza, ndio wewe wa Kigoma, mimi wa Kigoma, mtoka zangu naishi Buzuru nani Rubuga, atakwambia, au Kasingirima atakwambia. Unajua, ndio maana umekuja kwenye dua, kwa sababu wanajua umuhimu wa nini? Umuhimu wa dua. Lakini pia wanajua umuhimu wa dawa watu wa Ujiji. Wakati ule mimi nafanya kongamano, lile ziwa lilikuwa limefungwa lile. Kwa hiyo migebuka ilikuwa haitoki, hali ilikuwa ni ngumu. Tukaandaa ya silver oil, zaitun fedha, tuliandaa pisi 500 kwa kuchelea kwamba ziwa limefungwa, ngoja tuandae pisi 500 hizi huenda zisimalizike. Zilishambuliwa na watu wakaandikisha. Pamoja na ugumu wake, wanajua kwamba dawa zina nafasi kubwa kabisa katika kutatua changamoto za matatizo walionayo binadamu. Ndio maana Mtume akasema tumieni dawa. Sasa dua hii kubwa itaambatana na uzinduzi wa mafuta yanayoitwa Chaletochi oil. Wachawi huwa wanatumia silaha ngapi? 5. Zisikilizeni hizi. Anapotaka kukoroga mchawi, huwa hakorogi kwanza mpaka akuchanje aina fulani ya chale inayoitwa Chaletochi. Na hii sio kwamba tunakutisheni au ni simulizi. Hii ni true. Ilmu tibi asasuhu mabniyu ala tafhisi wa tajarubi. Elimu ya tiba msingi wake ni utafiti na majaribio. Kwa hiyo ni mambo ambayo yametafitiwa, yamefanyiwa utafiti na watu wakafanya majaribio kuona, je, tukitumia dawa hii Chaletochi kweli zipo, zitaonekana? Kwa hiyo mchawi anapotaka kuroga wewe, hakurogi mpaka akuchanje Chaletochi. Chaletochi ni nini? Mahala popote utakapokwenda wewe, wachawi wa dunia nzima wanakumulika. Mtoto anayefanya fujo, tunamuomba mamake amtoe nje. Tafadhali sana, nikisema mara moja sitaki nirudie mara ya pili. Kwa mahala popote utakapokwenda, mahadhari umechanjwa Chaletochi. Wachawi wa dunia nzima wanakuona, sio yule mchawi aliyokuroga. Kuna baadhi ya watu huwa wanajidanganya, wanadhani ni yule mchawi tu aliyokuroga ndio anakuona. Wachawi wana mtandao mpana sana. Hata ukienda Marekani, wa huku watakuona, wa kule pia watakuona. Ndio maana mimi huwa nasema mchawi hakimbiwi, ni bora upambane naye. Ukimkimbia mchawi wewe unajidanganya wewe. Sasa faida yao wao wanaita kuwa ni faida. Akisha kuchanja zile ndo anakutwisha, kama ni maradhi, kama ni nuksi, kama ni vifungo, anakupachika la kukupachika. Mahala popote ukienda kujishughulikia, yeye anakutangulia kwa ajili ya kuharibu. Utakuwa ni mtu wa kufeli kwenye tiba. Siku zote zile tiba zinagonga ukuta tu. Wale waganga utawapa majina na majina, fulani tapeli, nimeenda sikufanikiwa. Kumbe kuna mfumo fulani hukuanza nao, ule mfumo anaharibu. Wakati mwingine unapewa dawa, anaweza kuongeza kitu kingine kwenye hiyo dawa, si anakuona. Badala ya ile dawa kukusaidia, inakwenda kuzidisha tatizo. Sasa mtu anaweza kuuliza, hiyo sasa Chaletochi oil, sisi dawa zetu bwana huwa tunazifanyia hijab. Zinafanyiwa visomo vya ruqya, zinazungukwa zile dawa, zinapulizwa zile dawa. Halafu na vile vitu vilivyoingia kwenye dawa havirogeki bwana, kama nitakavyokuja kuelekeza. Hizo ndio Chaletochi. Wengi wamechanjwa. Sasa hivi tu mamangu ametoka kuniambia, Sheikh, mimi nimeona chale. Nikamwambia endelea,
kulalia barua, lakini pia mafuta yale uyanunue yale, usiache. Lakini mchawi huwa na kawaida ya kuchanja watu chale giza. Hizi chale giza hizi ukichanjwa, vitu vilivyoingia kwenye hiyo dawa unayopakwa hiyo ni hatari sana. Tosheka na kujua kwamba paka mifupa ya mtu aliyekufa huwa inasagwa, inachanganywa na dawa za kichawi, unachanjwa wewe, na ile dawa inaingia kwenye mfumo wa damu. Kwa hiyo unacheza na nuksi ndani ya damu tu, ndani ya mwili. Ukisikia mtu kafunikwa kivuli chenye giza, ndio hiyo, na mambo yake yote yanakuwa gizani, vitu vyake vyote vinakufa kama alivyokufa yule sahibul idhami, mwenye mifupa ile. Kila utakachokifanya hakifanikiwi. Chale hizi zipo, chale giza. Lakini pia kuna chale wanga. Wanapoona kwamba sisi bana hatutoshi kufanya kazi, tunahitaji msaada, wale waliojiunga kwenye uchawi kwa hiari zao hawatoshi, kuna wengine sasa huchanjwa zile chale wanga kwa ajili ya kutumikishwa kichawi. Wanawanga bila wao wenye kujua, na wakati mwingine huwa wanatoa hata kafara kuwatoa ndugu zao bila kujua, kwa sababu wewe ni tayari ni mchawi. Ukitumikishwa tayari ushakuwa mchawi, kwa hiyo utatoa kafara ndugu zako bila wewe mwenye kujua. Na wengine watakuwa wanakuita mchawi, wewe tunamuona fulani, tunamuona fulani. Kuna jamaa mmoja anaitwa Rashid alinijia juzi, ananiambia, shekhe, mimi mke wangu ananiota, namfuata usiku na mkaba. Nikamwambia, wewe umepigwa chale wanga wewe, unamkaba kweli wewe? Ndoa hiyo haitodumu, kwa sababu atakwenda ataelezwa na wataalamu kwamba wewe si mtu mzuri, huyo kapigwa chale wanga. Sasa mtu akilala anakuona kweli. Sasa wewe kumuota mumeo anakukaba, unafikiri mchezo? Lakini pia kuna kitu kinachoitwa mihuri ya kichawi, mtu anapigwa ile mihuri. Sasa ukishakuwa nao ule muhuri, hata ukitembea pale barabarani ukikutana na mchawi anakusanifu kwamba huyu hamna kitu, anakuona kila kitu chako. Lakini pia kuna bakora za kichawi. Ukitandikwa hizi bakora za kichawi, kama umepigwa mwili mzima, unapata kitu kinachoitwa masul kulliya. Masul kulliya ni maumivu ya mwili wote. Ndio mtu anakuja hapa ofisini kwangu, namuuliza, unaumwa nini wewe? Akwambia, shekhe, mimi sina haja hata ya kuhadithia, naumwa mwili wote. Anambia, kiushahidi wewe sema. Atakwambia, mimi naumwa kichwa. Atakwambia, mimi na mafua yasiyoisha. Atakwambia, shingo yote hii kuigeuza tabu. Anakwambia, mabega kuna vitu vizito kama nimebebeshwa mzigo. Anakwambia, kifua kinabana, ndani ya tumbo kuna vitu vinatembea, mfano wa mama mjamzito. Atakwambia, mgongo wauma, kiuno kinauma. Atakwambia, miguu inauma, inawaka moto, inakufa ganzi. Huyu ana masul kulliya, kapigwa bakora za kichawi, zimezalisha maumivu ya mwili mzima. Ukipigwa baadhi ya viungo utapata maumivu katika baadhi ya viungo. Sasa tumeandaa haya mafuta chale tochi oili, kwanza kufichua. Kama una chale tochi zionekane, uzione, na sio kuziona tu, pia athari zake, madhara yake yaondolewe. Na kama una chale wanga, utumia haya mafuta uzione na madhara yake yaondoke. Kadhalika chale giza, mihuri ya kichawi, bakora za kichawi. Tuliwahi kutoa mafuta ya radi na watu waliona chale, waliona mihuri, waliona bakora. Sasa haya mafuta yanayoitwa chale tochi oil ni zaidi ya mafuta ya radi, ni zaidi. Nakwenda kushuhudia vitu ambavyo wallahi alazim mtakuja kunishukuru. Wewe shiriki vyema tu katika operation hizi, uwe na imani, uwe na yakini, utafanikiwa biidhnillah tabaraka wa taala. Tusemeni inshallah. Kumeingia nini kwenye mafuta hayo yanayoitwa chale tochi oil? Kwanza ni vitu viwili. Kuna kitu kinachoitwa tini na kuna kitu kinachoitwa zaituni. Hii tini
ni mafuta mutaasiratu minashajarati tin, yamekamuliwa kutoka, umeingia unga unaotokana na mifupa ya ngamia. Na Mwenyezi Mungu anasema afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, kwa nini hawamtazami ngamia namna alivyoumbwa? Mifupa ya ngamia unga wake umeingia. Lakini hii minyai tumeikausha vizuri, tumesaga vizuri, unga wake nao pia umeingia humo. Lakini pia kuna dawa inayoitwa kizabuni, dawa nyeusi, hatari sana kupambana na nguvu za giza, inatembea mwilini kutafuta uchawi kama vile haina akili. Inaitwa kizabuni. Lakini pia kuna mangube, unga wake na hiyo ni dawa nyeusi. Lakini pia ndani yake tumeweka jivu linalotokana na aya ya 22 katika surati Qaf. Jivu, yani aya hii imeandikwa mwanzo wa karatasi mpaka mwisho wa karatasi kwa wino wa zafarani, kisha ikachongwa, lile jivu likaingia kwenye mafuta hayo. Ni aya gani hiyo? Mwenyezi Mungu anasema fakashafna anka ghitaaka fabasaruka alyawma hadid, tumeondoa pazia kwenye macho yako, leo macho yataona visivyoonwa. Ndio aya inavyosema hivyo, macho yataona visivyoona. Macho yako ni chuma. Aya hii sisi tulikuwa tunaitumia, ukitaka kuona mchawi unaiandika, unafunga hapa kwenye paji la uso, unakaa sehemu usiku, unaona wachawi. Aya hii ukitaka kuona wachawi, na hilo jivu lake madhali limeingia humo, kuna namna tu unafundishwa ya kunuia. Ukitaka kumuona mchawi ukayatumia ukayapaka, unamuona yeye hakuoni. Mafuta haya jivu lake limeingia humo. Lakini pia hii barua ya mtume hii nayo imeandikwa kwenye karatasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, imechomwa, jivu lake nalo pia limefanya nini? Limeingia kwenye mafuta haya. Kama walivyoshikishwa adabu wachawi na barua ya mtume, kama walivyoshikishwa adabu mashaitani wa kijini na barua ya mtume, na ndivyo tunavyokwenda kuwashikisha adabu watu wabaya kupitia mafuta haya. Tusemeni inshallah. Jiandaeni kuyachukua, sadaka yake ni ile ile 12,10. Jiandaeni kushuhudia chale tochi, chale wanga, chale giza. Jiandaeni kushuhudia mihuri ya kichawi. Jiandaeni kushuhudia bakora za kichawi. Lakini sio kushuhudia tu, maana kuna baadhi ya watu wanadhani si tunafanya kuwaonyesha kama sinema. Na kuondosha madhara ya kiafya, ya kiuchumi, ya kibiashara, ya kindoa, ya kimahusiano, inakwenda kurekebisha biidhnillahi tabaraka wa taala. Sasa kubwa zaidi ni kujiandaa. Pisi zake tumefanya ni chache sana, na tutaanza kuyazindua siku ya Ijumaa. Tusemeni inshallah. Ijumaa ya tarehe 27, Ijumaa tarehe 28 na tarehe 29, siku ya dua hapa tutazindua. Ila leo utagawiwa dawa ya miti 7, kaiweke. Kesho tutagawa kombe linalotokana na ile aya ya kuzima moto wa maadui, tutagawa bure. Jumapili njoo na mnyaa wako na vipande 7 vya mkaa. Jumapili ya kesho kutwa ndio mwisho. Tulisema operation hii ni wiki ngapi? Wiki 3. Ile ya 4 ndio siku ya kuja kusoma dua yenyewe ya barua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaingia katika zoezi kwanza la kugawa dawa. Sheikh Abedi agawe dawa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alafu baadaye nitawaita wale ambao hawajapata barua ya Mtume ili niwagawie barua ya Mtume. Wallahu waliyut tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.